Moja, leo nimeshangazwa sana mahakamani na wakili wa serikali Nasoro Katuga kusema uongo wa wazi mahakamani, kusema kwamba zile video zilichezwa pale Kisutu na ule ushahidi ulisomwa pale Kisutu na mahakama ile ya Kisutu wengi wetu tulikuwepo mahakamani. Kwa kweli ni jambo la aibu sana kwa wakili wa serikali kuweza kusema uongo mahakamani. Sasa kama upande wa jamhuri unaweza kusema uongo katika jambo la wazi kama hili, itakuwaje katika mengine mengi kwenye shauri hili? Ndio maana sisi tumekuwa tukisisitiza toka mwanzoni kwamba mashtaka haya ya uhaini juu ya mwenyekiti Tundu Lissu hayana mashiko yoyote, na tumekuwa tukiushauri serikali chini ya Rais Samia na mwendesha mashtaka DPP na mamlaka zote zinazohusika ziondoe hii kesi mahakamani ili kuficha hiyo aibu na kukwepa kulazimika kusema uongo mbele ya mahakama. Sitasema ya ziada zaidi kwa sababu mahakama itakwenda kutoa uamuzi kesho kutwa. Rai yangu tu ni kwa wanachadema na wapenda haki na wapenda uhuru kujitokeza mahakamani siku ya kesho kutwa ili kusikiliza hayo maamuzi hayo madogo kuhusiana na hicho kielelezo cha video na vielezo vingine vinavyoambatana na jambo hilo. Lakini tumie fursa hii vile vile kusema kuhusiana na jambo ambalo limejitokeza la makamu mwenyekiti wetu kuzuiwa mpakani wakati anakwenda Kenya kuhudhuria mazishi ya Raila Odinga. Tumetoa kauli ya chama, lakini nataka nisisitize tu kwa sababu toka tutoe kauli jana kupitia kwa msemaji wetu mkurugenzi wa mawasiliano hatujasikia tena kauli ya uhamiaji. Manake uhamiaji walitoa taarifa isiyokuwa ya kweli kwamba makamu mwenyekiti Mheshimiwa Heche amevuka mpaka kwenda Kenya kinyume na utaratibu, wakati ukweli ni kwamba wao ndio kinyume cha sheria walimzuia kwenye mpaka Hispania One Stop Center Border Center kuvuka sasa kuingia Kenya, na sio kumzuia tu, wakaichukua na hati yake ya kusafiria. Nieleze kuwa kabla ya safari ya makamu mwenyekiti kwenda Kenya, ofisi ya katibu mkuu kupitia kwa naibu katibu mkuu bara Mheshimiwa Amani Golugwa ilifanya mawasiliano na maafisa mbalimbali wa idara ya uhamiaji ili kujua kama kuna kizuizi chochote cha viongozi wetu kuweza kusafiri, lakini taarifa zao zilionyesha hakuna kizuizi chochote. Lakini pamoja na kutoa hizo taarifa za kwamba hakuna kizuizi, makamu mwenyekiti alipoanza safari na kwenda mpakani akazuiwa na pasipoti yake kuchukuliwa. Sasa huu umekuwa utaratibu wa uhamiaji wa serikali kinyume cha sheria kuzuia viongozi wa Chadema na watendaji wa Chadema kusafiri kwenda nje ya nchi na kushikilia pasipoti zao. Mheshimiwa Heche ni kiongozi wa 4 kuzuiwa. Haiwezekani kwa mfululizo viongozi wote hawa sababu ikawa moja kwamba wanakwenda nje kinyume na utaratibu. Rais Samia na pamoja na kuwa ni mgombea wa CCM lakini bado ni rais aliyoko madarakani kwa udhaifu wa katiba yetu. Rais Samia ana wajibu wa kutoa kauli kwa umma iwapo serikali yake imetoa amri ya kuzuia viongozi wa Chadema kutoka nje ya mipaka. Kusafiri kutoka nje ya mipaka ni haki na uhuru kwa Watanzania wote wenye passport halali
za nchi yetu. Sasa rais aseme iwapo kuna zuio haramu na hilo zuio linahusu viongozi gani. Lakini katika hatua hii nitoe mwito kwa jeshi la uhamiaji, idara ya uhamiaji, kurejesha passport ya makamu mwenyekiti na kufuta hiyo kauli yao walioitoa hadharani ambayo haina ukweli kwamba alikwenda nje ya nchi kinyume na utaratibu. Nihitimishe kwa kusema vile vile kwa wanachadema nchi nzima na kwa Watanzania. Kuna jambo linaendelea hivi sasa la kamata ya viongozi wa Chadema katika maeneo mbalimbali ya nchi na kuwashikilia. Kule Kagera takriban viongozi 7 wamekamatwa na bado wanashikiliwa kinyume cha sheria, nje ya haki za kisheria. Tumekwisha elekeza mawakili wetu, kurugenzi yetu ya sheria, kuwasiliana na mawakili wengine walioko Kagera ambao toka viongozi walipokamatwa wamekuwa wakishughulikia swala lao kwa kujitolea kule na wananchi wenyewe, na kwa kweli nawapongeza sana. Tumekwisha elekeza washauriane kwa haraka kufungua mashauri mahakamani ya habeas corpus ili serikali ilazimishwe ama kuwaachia huru, au kama wanajiona wana kesi ya msingi basi waweze kuwapeleka mahakamani tuweze kupambana kwa haki. Lakini tunajua hizi ni njama tu, njama zinazoendelea maeneo mbalimbali ya nchi kujenga hofu kwa Watanzania, hofu kwa viongozi wa Chadema. Rai yangu kwa wanachadema na rai yangu kwa wananchi, mambo haya yasitutie hofu kuendelea kushikilia msimamo wetu wa kwamba no reforms, no election. No reforms, no election. No reforms, no election. Asanteni sana.